Nataka nikwambie asili ya matatizo ya kifamilia, matatizo ya ukoo. Unaweza kaenda kwa mganga akakwambia bwana, una vifungo vya ukoo, una vifungo vya kifamilia, au unaweza kaenda tu kwa mtu mwenye uelewa wa kiroho akakwambia bwana, haya maswala ni mambo ya kifamilia. Au unaweza kukuta una maswala fulani hivi yanakuletea stress, msongo au matatizo fulani hivyo, ukaenda hospitalini wakakwambia hauna ugonjwa. Kuna baadhi ya vitu kutokana na mnyororo wa familia wenyewe, mababu waliokufa zamani na zamani, kizazi na kizazi huko, wanaohusiana na wewe. Nilikuwa nataka nikuelekeze kwamba baada ya kifo mwili unakufa, lakini frequency ya roho huwa inaendelea. Naposema frequency ya roho huwa inaendelea, manake sasa yategemeana mtu ulikufa, roho yako ilikuwa kwenye frequency gani. Kama ulikufa roho yako ipo kwenye high frequency, basi roho yako itaishi kwenye low frequency. Kama ulikufa roho yako ipo kwenye high frequency, roho yako itaishi kwenye high frequency. Katika masomo ya nyuma nafikiri nilikufundisha ninaposema low frequency ni hisia gani na ninaposema high frequency ni hisia gani. Nafikiri kuhusiana na hilo tulikuwa tumeshamaliza. Sasa nataka nikwambie, wapo roho ambao wamepumzika kwa amani. Hao roho hawa huwa wana baraka na wenyewe wanaenda juu, yani wanakuwa kwenye high frequency moja kwa moja. Na roho hawa huwa wanatembelea kizazi kwa ajili ya ulinzi, ongezeko la hekima na baraka. Kiufupi ni mababu wema, ambapo wengine wanaitaga malaika mlinzi, wanasema guardian angel, malaika mwongozaji. Hao ndio wanakupa mwongozo. Ukikuta umekutana na mtu mwema amekusaidia hivi na hivi, basi ni hawa ndio wanafanya setup ya mambo ya kukukutanisha na mambo mazuri. Au ulikuwa kwenye shida fulani kubwa, lakini ulikuwa hujajihisi kukata tamaa, pamoja na kwamba ulikuwa huna ukajihisi kuwa nacho, alafu ukapata mtu ukaiona kama una bahati kwamba ni kweli nilikuwa sina, lakini nilikuwa sijajisikia vibaya. Nilikuwa bado naamini kama hivyo. Unashangaa amekuja mtu kama msamaria mwema, basi anakupa ule msaada ambao ulikuwa unahitajika kwa muda huo. Hawa ndio wanafanya setup, kwa sababu pindi unapokuwa unatetema kwenye matumaini, unapokuwa upo kwenye frequency za matumaini, basi mababu huungana na wewe kwa ajili ya kukupa hekima, kwa sababu matumaini ni high frequency. Kumbuka, ukiwa unatembea kwenye low frequency utakutana na mababu kama nilivyokuambia. Sasa vile vile wapo roho wasumbufu. Roho wasumbufu hawa ni roho ambao wanakufa wakiwa kwenye low frequency. Roho wanaokufa hapo kwenye low frequency ndio ni roho wasumbufu. Ndio hao ambao ukienda kwa mganga wanakuambia una matatizo ya kifamilia, haya ni matatizo ya kiukoo, ya kiroho, ndio ulete hivi na hivi ili tuyafunge. Lakini kwa uhalisia ni ngumu sana kufunga matatizo ya kifamilia, kwa sababu huyo mganga anayekutibia sio wa familia yenu, wala hajui mambo ya familia yenu. Labda babu yako fulani aliua mtu kwa kukata panga bila hatia, au babu yako fulani aliuawa kifo cha ghafla kwa kukatwa na panga. Kwa hiyo alikufa tu kifo cha ghafla. Kwa alikufa analaumu, yaani nafsi yake ilikufa haielewi. Basi hawa tunawaita ni roho wasumbufu, japo wenyewe wanakuwa wasumbufu sio kwa kutaka. Labda wenyewe walikufa bila kuelewa hii elimu ya kiroho. Unakuta mtu anaamini kwamba matatizo ni ya shetani na nini, amekufa kwenye umaskini mkubwa. Basi roho huyo ambaye amekufa kwenye umaskini anajua basi umaskini ndio umaskini hivyo. Na kama unavyojua mambo yanayoambatana na umaskini ni matatizo mbalimbali, likiisha hili linakuja lile, mara msosi hakuna, stress kibao, unadaiwa huku na huku, mambo ambayo ni mambo ya low frequency. Kwa roho ikifa katika hali hiyo, moja kwa moja inaenda ikiwa na hiyo frequency ya low frequency. Na roho huwa wanazunguka kwenye damu yao. Hawezi wakatoka roho wa kwenye ukoo wenu wakaenda kuzuru ukoo mwingine. Roho wanazunguka kwenye ukoo wenu. Ndio unatakiwa kutambua hivyo. Unaweza ukakuta katika hapa kwenye tuseme kwenye hapa kwenye
kwenye hao roho wasumbufu. Unaweza kukuta kwa mfano kuna matatizo ambayo ni ya kawaida yanatokea kwenye maisha ya kawaida. Yanatokea kwenye maisha ya kawaida hadi mtu unajiuliza kuna nini? Unaona kama maana vifo vinafuatana vifo vya ajabu ajabu. Hadi unakuwa unajiuliza kuna nini? Kwa mfano mambo ya kujinyonga. Unakuta kwenye familia yenu kwa sababu mtu amejinyonga, mtoto wako au ndugu yako fulani amejinyonga. Ukija kufuatilia kwa undani, ukauliza wazee, hata kama sio wazee wako wewe, ukauliza hata wazee wengine wenye umri mkubwa, ukauliza fulani amejinyonga, hivi hapa kwenye familia yetu, kwa yeye katika umri wenu hamjawahi kusikia hata story kwamba kwenye familia yetu kuna mtu alijinyongaga? Watakuja kukuambia kitu kama hicho. Kuna fulani amewahi kujinyonga, au mtu alikunywa sumu. Matatizo alimzidia, stress, madeni, hadi akanywa sumu. Au ukorofi. Mtu alikufa kwa ajili ya ukorofi, au mtu alikufa kwa ajili ya lawama. Alikufa kwa ajili ya lawama tu, yani ni vitu ambavyo vinakuwa vinarudia. Nafikiri unaweza kuwa umeelewa dhana yangu hapa ninachomaanisha. Sasa roho ikifa ipo kwenye frequency za namna hiyo, roho huwa anazunguka kwenye damu. Kwa hiyo sio kwamba eti anakuja kukuvaa tu, eti umeamka asubuhi anakuja kukuvaa uende ukajinyonge. Hapana. Inakuwa hivi, pale ambapo unakuwa unahama kwenye mtetemo, ulikuwa kwenye high frequency ukarudi kwenye low frequency. Low frequency ndio hizo matatizo nilizokuelezea wakati nafundisha mambo ya frequency. Kwa mfano una hasira, wasiwasi, kama kuna mtu aliua mtu kwa hasira, ana roho hiyo. Yani maana yake ni yeye hiyo roho, yani hiyo roho kwenye familia ipo. Kama kuna mtu hasira zilimpelekea kufa, hasira. Alafu na wewe ukakutana na mazingira ya hasira. Basi moja kwa moja ukiwa unatetema katika mtetemo huo wa hasira, yule mtu atakuja kuungana na wewe, kwa sababu ukisha tetemeka kwenye frequency ya hasira unaungana naye moja kwa moja. Nakumbuka wewe huna control, yani wewe mwenyewe umeingia kwenye hasira bila kujijua. Yeye anakuwa ana experience na hiyo frequency. Umeelewa? Kwa hiyo kinachotokea hapo, anakuongoza kwenye hasira zako hizo. Unakuta mtu na hasira zako umeua hadi umeenda jela sasa. Au mwingine alijinyonga kwa ajili ya msongo wa mawazo, labda ameachwa kimapenzi, sijui na nini. Unakuta anakuja roho anakuambia na wewe mwenyewe ukajinyonge, kwa sababu unakuwa unatetema kwenye the same frequency. Unatetema kwenye frequency inayofanana na yeye alivyokufa. Basi anakuvaa, kwa sababu roho anazunguka kwenye ukoo, kwenye damu. Kwa hiyo sasa nilikuelekeza kwamba kuna mambo ya kufanya ili uweze kutoka kwenye frequency. Unaweza kaamka asubuhi unajisikia vibaya. Tambua kujisikia vibaya ni low frequency. Kwa hiyo unatakiwa utafute kitu kitakachokupandisha kwenye high frequency kulingana na hali ulionayo. Nikakwambia jambo ambalo linaweza kukupandisha kwenye high frequency kwa haraka. Ukipanda kwenye high frequency ni mbinu mojawapo ya kukwepa uchawi, kukwepa jini mbaya, kukwepa mambo mabaya. Kitu ambacho nilikueleza kwambia ni shukrani. Hebu kumbuka kitu chochote kile ambacho kwenye maisha yako tangu umekuwa hivyo, ni kitu gani unachoshukuru? Hebu orodhesha hata viwili au hata vitatu. Weka moyo wako kwenye hivyo vitu, kwamba kwa kweli mimi nashukuru hivi. Ukisha kuwa na moyo wa shukrani, ukaingiza hisia ya shukrani, basi unakuwa kwenye high frequency. Ukiwa kwenye high frequency, low frequency haikupati. Ndio kama nilivyokuambia, uwezo kusikiliza Radio TBC kwenye channel ya Clouds FM. Ni kama hivyo inavyofanya kazi. Ukiwa kwenye stress ni sawa umerudi kwenye TBC. Lakini ukiwa kwenye high frequency ni sawa umehama channel nyingine. Na hii ndio siri kubwa ninakueleza kila siku. Vitabu vya dini vinasema basi Mwenyezi Mungu akatuumba kwa mfano wake. Hakuishia tu kutuumba kwa mfano wake, lakini viumbe wengine waliokuwa wameumbwa wakaambiwa wamsujudie kiumbe anaitwa mwanadamu. Sifa kuu ya mwanadamu, uajabu wa mwanadamu, umiugiza wa mwanadamu ni kuhama kati ya frequency, kuja low, kuja high. Akija kwenye low, kama anaweza vizuri, anaweza
kufanya muunganiko na roho aliyopo kwenye frequency ambao ameingia, ambao anaitambua. Akiwa kwenye high anaweza kaifanya muunganiko na viumbe waliopo kwenye frequency hiyo ambao ameingia anaitambua. Lakini sasa ufanye nini? Kuna mtu alikufa, sawa, tunasema ni roho msumbufu, lakini alikufa bila yeye kupenda. Yaani hali hiyo tu ipo. Na ndio mtu akisha kufa hawezi kutoka tena kwenye hiyo frequency. Anategemea nyinyi ambao mpo hai. Nyinyi ambao mko hai ndio mnaweza kumsafisha. Nyinyi ndio mnaweza kumsafisha, basi akapata mapumziko ya amani. Kusema tu maneno wakati wa msiba kwamba upumzike kwa amani huwa haitoshi. Mwisho wa siku nyie ndugu lazima mtambue kwamba kuna mtu alikufa katika mazingira haya na mfanye mambo yanayostahili. Kwa mfano nilisikia story sijui wapi wanasema watu wenzetu weusi, mfano kama wa Japani, ikitokea ajali gari ikadondoka hata barabarani huku Tanzania, basi utashangaa ile sehemu wamekuja kupaweka ni mahala patakatifu na wanakuja kupahiji kila mwaka kwa sababu wanaheshimu roho wafu. Na roho wafu wana athari kwenye maisha yetu sisi. Na hapo ndo napokuambia kwamba roho ikifa haiwezi kuhama tena. Haiwezi kuhama tena kwenye frequency na kutegemea wewe. Na hii ndio zana ya mikataba. Low frequency ndio kwa naishigi roho wasumbufu, ndio kwa naishigi majini, ndio wanaishi huko, ndio unaishi uchawi huko. Huko kote inaishi uchawi. Kwenye low frequency inaishi mambo ni mabaya. Huko yanaishi mambo mabaya. Lakini nataka nikwambie kitu kimoja. Wao watu walikufa bila hata kujua wenyewe. Mnaweza kufanyaje? Mimi nakupa kama dondoo na kufungulia tu kama kukufungulia. Klaus wanasemaga tunakufungulia dunia. Na mimi nasema nakufungulia dunia ya ufahamu wa mambo ya kiroho. Baada ya kufahamu hii kwamba kuna watu wanakufa wanakuwa hajapumzika kwa amani, unaweza kufanyaje ili waweze kupanda kutoka kwenye high frequency, kutoka kwenye low frequency kuja kwenye high frequency? Unakuta familia yenu nyie wote mpo kwenye umaskini. Ni kwa sababu labda ya kama hivyo ninavyokuambia. Mababu zenu, hata mababu zenu ndio hivyo wanaziki tangu kale na kale. Kwa roho wale wanakuwa wamewashikilia kwa sababu roho hawezi kuishi mbali na ukoo wake. Ngoja nishikilia. Kwa unajikuta hata ukitaka kufanya kitu cha kujasili inakuja roho inakwambia hauwezi. Utashindwa. Hivyo vina wengine. Sio wewe pale ungae na ndii. Ni roho amekuja tu, roho wa familia. Hakuna mtu ambaye amewahi kuwa tajiri au kuna mtu aliaminishwa namna fulani udumavu. Hivyo nafikiri unaweza kama umenielewa sana yangu. Mimi siwezi kuingia kwa kina sana kwa sababu kila mtu ana ukina wake. Kila mtu uelewa wake una ukubwa wake. Kwa hiyo tunachofanya sisi ni kueleweshana tu jambo dogo ili na wewe ufahamu wako uweze kufikiria haya mambo. Na kama unakuwa ufahamu wako hauwezi kufikiria mambo moja kufunguka vizuri, ndio tunategemea mtu ukisikiliza somo kama hili basi uulize swali. Kwa sababu kwa kuuliza swali kwako wapo watu wanafahamu haya mambo ya kiroho, unaweza ukafunguka akili. Kuna mambo yanaweza kufanyika kwa ajili ya kusaidia roho hizi kupumzika kwa amani na kupanda kwenye high frequency. Na hii ni kutokana na mtu alikufaje, matendo aliyomfanya kafanye. Kama alikufa kwa usaliti, kinachoweza kumpandisha ni msamaha. Kama alikufa kwa uongo, kinachoweza kumpandisha ni ukweli. Kwa sababu atakuwa anakuvamia useme ukweli. Wewe akiwa na wewe atakuwa anakuvamia useme uongo. Wewe akiwa na wewe, kama ukiwa kwenye low frequency ya kusema uongo, atakuwa na wewe. Lakini wewe kwa kujitambua, kwa sababu wewe ni mtu, asikuzidie nguvu. Hebu badilisha hiyo kusema uongo, hiyo roho inayokuja kusema uongo, uwe na ujenge tabia ya kusema ukweli panapohitajika. Kwa kufanya hivyo anakuwa anajifunza moja kwa moja kupitia wewe na basi anakuwa anapata pumziko la amani huko waliko. Hivyo ndio jinsi ambavyo unaweza ukaua hizo mambo ya kiukoo. Lakini unaenda mbali zaidi, watu wanafanya matambiko. Ni kweli watu wana elimu kubwa sana za kiroho zimeenda ndani. Lakini namna ya haraka ya kushinda msukumo wa roho za kifamilia ni kuelewa. Ukisha kuwa umeelewa ndio ufuate utaratibu mwingine wa kufanya ibada ya kudumu ya kuwapandisha mababu. Kwa mfano kama kuchinja,
kwenda kuhiji kila mwaka, kila mwisho wa mwaka nyumbani kwenu. Bahati mbaya siku hizi familia hazina madhabahu. Unajua familia itakuwa iwe na madhabahu ya wazee. Itakuwa iwe na madhabahu ya wazee. Sehemu ambao unafika unaongea na wafu. Unaongea unasema jamani nimekuja, nimepata hiki na hiki. Unakuwa kwa furaha kabisa. Unaenda unachinja kama vile wanavyofanyaga Wachaga. Kama wanavyofanya Wachaga, watu wanapuzia tu kale kamfumo ka Wachaga, lakini ndio hivyo. Kitu cha pili ni maombi ya kupanda au kutakasa. Unatakiwa ujenge tabia ya kutumia lugha ya nuru, upendo, amani na shukrani. Jinsi unavyoishi, yaani kwa mfano kama ukitoka kwenye kifungo hicho, labda wewe ulikuwa ni mtu mwenye visilani, ukitoka wewe ni mtu mwenye kisilani nini, ukija kuiweza hiyo hali, basi umevunja huo mwiko. Na sio kuiweza tu ndani ya dakika 3, unatakiwa uiweze iwe ni maisha yako. Yaani utoke kwenye ule mfumo uje kwenye maisha yako. Kwa kufanya hivyo unakuwa unawapandisha kwenye high frequency. Kitu cha 3 ni kutibu mamizigo mbalimbali ya uko. Unakuta ni nyewe familia yenu ina malawama fulani, malawama kibao, sio na nini na nini. Lengo la kukwambia haya ni nataka nikufungulie dunia, au ni labda kama umewahi kusikia huko juu, basi na mimi usikie kwangu. Natilia mkazo kwenye hii mada, natilia mkazo. Kama umewahi kusikia sehemu nyingine, unatilia mkazo. Kwa kutambua hivi, utaenda kila siku utaomba kwenye makanisa, utapiga mapambio, si utaenda kwa mganga, utamaliza waganga. Lakini usipotambua elimu hii, mwisho wa siku hutajua hata chanzo. Huwezi kujua hata chanzo. Huwa wanasema hivi, maji yakiwa, kwa mfano wewe umehifadhi maji ya kunywa kwenye mtungi wako. Tukaja tukachukua tu maji taka kidogo tu tukadumukiza kwenye mto wako, na ukaona yale maji ya kwenye mtungi, hata kama tuweka tone moja la maji taka, utayatumia tena? Huwezi kuyatumia tena. Kwa hiyo ni sawa, unaenda kufanya ibada za kujisafisha, kumbe wewe mwenyewe ni mchafu. Wewe mwenyewe bado, yani bado hata kujisafisha sio ya kudumu. Yaani sio kitu cha kudumu. Yaani utajisafisha tu, itakuwa ni kwa muda, alafu mwisho wa siku utarudi tena. Alafu tena baada ya kurudi ndio inakuja kwa spidi zaidi. Kwa sababu utaanza tena kujilaumu kwamba bana nilifanya hivi na hivi nikarudi tena. Yaani unakata tamaa namna fulani. Kwa hiyo ni masuala ambayo unatakiwa kuelewa ili uweze kufanya kwa kudumu. Na nasema haya kwa sababu sio kila mtu alikuwa amezaliwa kwenye familia ya kitajiri, sio kila mtu alikuwa amezaliwa kwenye familia ya kimaskini. Kwa kusema hayo, unaweza ukawa unajilaumu kwamba shida zako ni shida kibao, ni matatizo kibao. Unakuwa hujui chanzo chake ni nini. Sawa, kwenye dunia kuna mambo mengi, vyanzo vyake na nini, lakini matatizo yanachanganyikana, yanatokea hapa yanaingilia hapa na. Ukinisikiliza vizuri kwenye somo lile nilifundisha kuhusiana na frequency na kuvamiaje, unaweza kanielewa. Kuna mahali nilikuwa nimezungumza hata jinsi tego za kichawi zinavyomkamata mtu. Nilikuwa nimezungumza kuhusiana na hiyo. Mimi nafikiri kwa leo tuishie hapa. Lakini kwa kumalizia nikwambie, ukiponya pattern, ukiponya ule mnyororo wa hofu au wa hasira au ile hali fulani ya low frequency kwenye familia yenu, basi unakuwa unaokoa watu wote. Nikwambie tu siri hiyo. Unakuwa umeokoa watu wote. Kwa kufanya hivyo wewe unakuwa umeokoa watu wote. Kwa sababu kwenye familia sio kila mtu atapata bahati ya kupata ufahamu kama huu. Mwingine amekuwa ni mfia dini, amekuwa ni dogma, amekuwa na akili mgando. Anachoambiwa na mtu anayemwamini basi ndio hicho hataki kutoka. Yaani anakuwa kama amerogwa. Lakini wewe ni shahidi, hata darasani sio wanafunzi wote wanaelewa. Unaweza kukuta kwenye familia yako wewe ndio umechaguliwa, ukishayafahamu haya wewe ndio yashughulikie. Unachotakiwa kufanya wewe sio kwanza kuwapa wale elimu, unatakiwa kuyashughulikia kiuhalisia, kwa sababu watu ukiwaambia hawatakuelewa. Wewe ndio umefanikiwa kuelewa. Si umeelewa? Sijui umeelewa. Kila mtu huwa anazaliwa kwa kusudi fulani. Nilikuwa nafundisha elimu ya namba. Nikakwambia ukizaliwa, ukija kujumlisha tarehe yako ya kuzaliwa ile ukapata 1, ujue wewe ni kiongozi. Sio tu ni kiongozi. Yaani ujue wewe kwanza wewe una roho ya kijasiri sana. Yaani kila roho inakuwa kwenye hatua ya kwanza, namba 1.
Nilikuwa nimefundisha vizuri sana pale habari ya namba, kwamba habari ya namba moja ni nini, tafsiri ya roho yako ipo kwenye namba moja. Maana yake ni nini? Nitakuwa uangalie tafsiri ya namba moja ni kitu gani. Kwa mfano namba moja nikana nakwambia kwamba ndio mwanzo. Namba moja inaashiria mwanzo. Inaashiria mwanzo. Wewe ndio mwanzo. Wewe ndio kila kitu. Usitegemee wengine. Kwa sababu uko peke yako. Yaani ndio tafsiri ya moja. Wewe uko peke yako, usitegemee wengine. Ndio tafsiri ya moja. Lakini roho yako ikizaliwa ukijumlisha tayari ukakuta na 2. Maana yake ni diplomasia. Wewe unakuwa ni mtu wa pili. Unakuja na roho ile ya kwamba hebu chukulia kama wewe ni moja ilivyokuja yenyewe. Tuseme moja imeishi hadi imechoka. Baada ya kuwa imechoka moja, naona kwamba lakini kutakuwa na kitu kingine. Kwani kwenye maisha haya nitakuwa mwenyewe? Kutakuwa na kitu kingine. Sasa kale kauelewa ka kwamba kutakuwa na kitu kingine, unafungua mlango wa kwamba kutakuwa na kitu kingine. Kwa hiyo usikipinge. Kwa Kiingereza wanasema diplomasia. Ukifuatia ili sio somo la namba, kuna somo la namba nilikuwa nimeliweka lipo kwenye YouTube. Nafikiri hata kwa Facebook nilikuwa nimeweka. Unaweza kujifunza kuhusiana na namba. Kwako kuponya hizo pattern, basi wewe unaweza ukafanyaje? Unaweza kaokoa mnyororo wa familia yenu. Tumejifunza mambo mengi tangu nimeanza kufundisha hadi leo. Hadi leo tumejifunza kuhusiana na mambo ya frequency, high and low frequency. Hadi leo tumejifunza kuhusiana na jicho la tatu. Nikakwambia jicho la tatu ni antena la kiroho. Nikakwambia jicho la tatu huwa linakuwa wazi pindi ambapo akili inakuwa kwenye mawimbi ya theta na alpha. Jicho la tatu linakuwa wazi. Nikakufundisha kuhusiana na akili ya hazina, subconscious mind, ambapo nikakwambia yenyewe ni kompyuta ya maisha. Huko ndiko unapoandika program za maisha yako. Ukiandika program ya utajiri, wewe utakuwa ni tajiri. Kama umaskini umeandikwa kwenye program yako hiyo, basi wewe unakuwa ni maskini. Kama umeandika kwenye program yako, umeandika matatizo, kwa mfano nakuta yule mtu anaomba sasa akwambia, sitaki mateso, mimi sitaki shida, mimi sitaki nini. Utakiwa kuomba kwa namna hiyo. Jiombee mazuri. Nataka furaha, nataka upendo, nataka amani, nataka baraka zote, nataka hekima ya ndani, nataka mafanikio. Umeelewa? Yaani usiombe kwa kutaja vitu vibaya, kwa sababu jinsi unapotaja vitu vibaya, roho yako haielewi kama eti unaiambia au vipi. Yenyewe inachukua tu neno, inaiandika kwenye program. Si umeelewa? Kwa unapokuwa unasali kanisani, unapokuwa unafanya dua, usijitajie mambo mabaya. Jinenee tu mambo mazuri. Achana na mambo mabaya, hayo hayakuhusu. Haya. Tumejifunza pia kwamba watoto huwa na nguvu sana. Tumejifunza kwamba watoto huwa na nguvu sana ya kiroho, na kwa sababu wenyewe wanaishi kwenye alpha na theta. Kwa jinsi hiyo, jicho lao la tatu lilikuwa limefunguka. Lakini tumejifunza kuwa mawimbi ya ubongo ndiyo switch ya kubadilisha frequency. Lazima ujue kucheza na ubongo wako ili ujue kujiongea kwenye frequency. Lakini tumejifunza habari ya roho wasumbufu katika kipindi hiki. Lakini tumeelewa kwamba mwili huwa unatii frequency unayoishi ndani yake. Kwa kinachokiona nje ni matokeo ya kilicho ndani. Lakini vile tulijifunza kuhusiana na chakra. Nikakwambia chakra ni injini ndogo ndogo za nishati zinazoendesha maisha yako na mwili wako. Lakini ujumbe mkuu ni kitu gani hapa? Ukiweza kudhibiti frequency ya akili ya hazina, ukiweza kudhibiti frequency ya akili ya hazina, utafanikiwa kudhibiti mwili wako, utafanikiwa kudhibiti maisha yako, utakuwa na upeo wa kiroho unaoweza kufikiwa. Utakuwa na kiwango cha kufikia kwenye upeo wa hali ya juu. Hapa ndio siri ya mnara wa Babeli yupo. Katika elimu hizi za kiroho kuna wengine wanaingia tamaa, anakuambia mimi ngoja nilale, nipande kwenye high frequency hadi niende nikaonane na Mungu. Sasa hapo unakuwa unakosea. Kwani kuna ulazima gani wa kufanya hivyo? Lazima yani kitu chochote kikizidi, wamesema too much harm. Mimi nafikiri niishie hapa. Katika sehemu inayokuja tutakuja kuelezana masomo ya sehemu ya 3. Ni sehemu ya 3 ambayo itakuwa ni sura ya 3 katika kitabu cha Mitetemo ya Kiroho, ambapo tutaanza kujifunza mipaka ya kimawimbi. Hapo tutakuja kujua tofauti ya sauti za mababu na tofauti ya sauti za malaika. Tutajifunza kuhusiana na hilo.
Asante, nikutakie wakati mwema. Lakini kama utakuwa umependezwa, unaweza kuwasiliana na mimi kwa namba 0682329852 kwa ajili ya kupata kitabu cha Mitetemo ya Kiroho, kitabu ambacho kitakusaidia kumuelewa mganga anasemaje, kitabu ambacho kitakusaidia kumuelewa yule anayekwambia ule mti ni dawa. Kwa maana unapoelewa utendaji kazi wa frequency kwenye mitishamba, mimea na viumbe wengine, basi unaweza kaelewa nguvu halisi ya mti fulani unaotaka kuutumia. Hichi kitabu kinakufungulia elimu hii moja kwa moja. Utaweza kuelewa Biblia, utaweza kuelewa Qur'an. Mimi niseme asante na tukutane katika somo lingine.